Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameitisha kikao cha dharura cha usalama pamoja na waziri wa ulinzi Israel Katz na viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi kufuatia vitisho kutoka Iran vya kujibu mashambulizi ya anga ya Israel yaliyolenga maeneo ya Hezbollah katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel, kikao hicho kimefanyika wakati mvutano ukiongezeka katika eneo hilo baada ya Iran kuonya kuwa itachukua hatua dhidi ya kile ilichokiita ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamia kumalizika kwa vita kati ya Iran, Marekani na Israel mwezi April. Mashambulizi ya Israel yalilenga kitongoji cha Dahie kusini mwa Beirut, eneo linalochukuliwa kuwa ngome kuu ya Hezbollah. Maafisa wa Israel walisema jeshi lao lilishambulia makao makuu ya kundi hilo. Kwa upande wake, shirika la habari la taifa la Lebanon NNA limeripoti kuwa watu wawili waliuawa na wengine wasiopungua 11 kujeruhiwa baada ya makombora ya Israel kupiga majengo mawili ya makazi katika eneo hilo. Wakati huo huo, chanzo kilichonukuliwa na chombo cha habari cha Saberin kinachohusishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC kimesema Tehran itaijibu Israel kwa kile ilichodai kuwa ni ukiukaji wa usitishaji mapigano. Chanzo hicho hakikueleza ni lini au kwa namna gani Iran itatekeleza hatua hizo, lakini kauli hiyo imeongeza wasiwasi na uwezekano wa kuongezeka kwa mzozo katika Mashariki ya Kati. Katika hatua nyingine, spika wa bunge la Iran na mmoja wa wajumbe wakuu wa mazungumzo ya Tehran, Mohammad Bagher Ghalibaf, amesema kuwa hatua ya Marekani kuendelea na mzingiro wa majini dhidi ya Iran pamoja na kuiruhusu Israel kufanya mashambulizi Beirut imefanya vituo vya kijeshi vya Marekani na mali za Israel katika Mashariki ya Kati kuwa shabaha halali ya mashambulizi. Akizungumza kupitia mtandao wa X, Ghalibaf alisema Marekani na Israel zimeonyesha kuwa hazina dhamira ya kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano wala kuamini katika mazungumzo ya kidiplomasia. Kwa kuendeleza mzingiro wa majini na kukiuka makubaliano yanayohusu Lebanon, wameonyesha kuwa wanaelewa lugha ya nguvu pekee, alisema. Kauli hizo zimekuja wakati juhudi za kidiplomasia za kupunguza mvutano katika eneo hilo zikikabiliwa na changamoto mpya, huku hofu ya kurejea kwa mapigano makubwa kati ya pande husika ikiendelea kuongezeka.